hakuna ambaye pia hata angekuja hapa, kwa sababu oza ya makosa mengi sana. Lakini Mungu ni mwaminifu. Yeye hakuamua kuorozesha shida zetu. Anachoangalia your destination, kwamba unamalizaje. Jina lake litukuzwe, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi pia hata katika hii changamoto. Haleluya. Penda kumshukuru mchungaji wa kanisa hili, mchungaji ambaye amejishusha. Anapenda watu wengine wasimame, maana mimbari hii ni ya kwake. Lakini katika siku ya leo akaamua kumpatia mtu mwingine, japokuwa tulipita hapa alikuwa na uhuru wa kuamua kusimama mwenyewe. Lakini basi kwa nafasi hii Mungu akubariki mchungaji. Pamoja na hayo, tunao watu mbalimbali ambao wamekusanyika mahali hapa. Tunao wachungaji ambao wengine walitangulia kupita hapa, Pastor Kianzi na familia, pamoja na wachungaji wengine. Kanisa hili ni kubwa, limeanza muda mrefu kama ambavyo tumesikia historia. Kwa hiyo limepita wachungaji wengi. Na aliyelala siku ya leo ni mtu ambaye pia tunamfahamu. Ni bibi kwetu wengine, kwa wengine ni mama, lakini kwa wengine ni dada yao, kwa wengine ni rafiki yao wa karibu, walicheza naye kombolela, lakini kwa wengine na ni kiongozi wa serikali. Na kwa sababu hiyo kanisa limepoteza shujaa, lakini kwa sababu hiyo neno halijakosekana linalosema jipeni moyo, maana huu sio mwisho, tutaonana tena asubuhi njema. Asanteni kwaya. Asanteni kwa kila mtu ambaye amehusika hapa. Basi tuombe tena, tuingie katika somo la leo. Baba wa mbinguni, Mungu wetu mwenye matumaini na sisi, umetupatia nafasi kubwa kuweza kusema neno lako. Neno lako lina nguvu. Neno lako linabadilisha na kuondoa huzuni. Na katika siku ya leo tunaomba uwepo wako kwa nguvu ya neno lako litusaulishe hii, ili tuonekane mbele zako watu wenye matumaini. Ni katika jina la Yesu, amina. Mara baada ya hapo na mara baada ya kwaya, liko somo linalosema Mungu atafuta matokeo ya machozi. Haleluya. Mungu atafuta matokeo ya machozi. Nipende kuchukua jambo moja ambalo limesemwa kwenye wasifu. Mwaka 1914 ambavyo imesemwa hapa. Mama yetu alipokuwa katika uongozi alisema kwamba unaweza kutenda mema, lakini watu wasijue, wasirecognize kile ulichokifanya. Biblia inasemaje kwa mtu ambaye amefanya mambo mengi haya? Maana tumeona huyu mtumishi wa Mungu ni miongoni mwa watangulizi wa kwanza wa hili kanisa. Kanisa lilikuwa nyuma ya gereza hapo lenye watu 8, lakini ni miongoni mwa waanzilishi wa kanisa hili. Biblia inasemaje? Katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 4 anasema Habili alikufa, lakini alivyokufa Biblia inasema ajapokuwa amekufa lakini angali akinena. Tafsiri yake ni nini? Ajapokuwa amekufa angali akinena, tafsiri yake ni matendo yake yanaongea. Haleluya. Vile alivyovifanya watu wengi waliopita mabegani mwake. Nafahamu yake kwamba ilikuwa na watu wengi wanaomtegemea, ameinua watu wengi. Yeye alikuwa ni kama kwa Ayubu, watu wanapita kwake, watu wengi wamepita kwake. Kwa hiyo Biblia inasema japo kuwa amekufa angali anaongea, vitu vyake vinaongea. Atakapofika mbinguni, kwa mtumishi ambaye alitenda haki, akafa katika wema wake, siku moja watu watajipanga nyuma yake kwamba ulinitendea wema,
ulinifanya niokolewe. Matendo yake yataongea. Na kama haitoshi, katika kitabu cha Ayubu 14 na mstari huu wa 21, neno la Bwana linasema, ngoja tuone kwamba katika dunia hii tunaishi kwenye dunia ambayo sasa hivi ina changamoto nyingi. Ayubu anasemaje tunapopata misiba migumu namna hii, wapendwa wetu wanapoondoka? Ayubu anasemaje? Ameanza kwenye Ayubu 14:14, anasema mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningegoja siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Lakini 21 anasema wanawe hufikiria heshima, wala yeye hajui, kisha wao huaibishwa, lakini yeye hana habari nao. Anamaanisha nini? Wakati mwingine mtu akilala mauti, tunatamani kupeleka bango TBC, tunatamani angalau aone kwamba tulimthamini. Lakini rafiki zangu, Biblia inasema watoto wake, wajukuu zake, ndugu zake hufikiria heshima, wanaye huaibishwa. Maana yake nini? Wanaweza siku moja wakachukua nyumba ya marehemu, wanaweza kanyang'anya kiwanja, wakanyang'anya heshima yako, wakakudhurumu, wakakudhalilisha, ila yeye hajui, hufikiria heshima. Nani anayeangalia tunapolia machozi? Bwana ndiye anabaki. Haleluya! Na kwa sababu hiyo, hii familia ambayo mpendwa wetu amelala, yeye amelala katika tumaini na mahusiano yake na Mungu. Ndiye anayefahamu mtoto huyu, binti yake amemalizaje. Na kwa kuwa alikuwa mtumishi wa Mungu, wanawe wakitenda mema hapa duniani wanapaswa kukutana naye mbinguni. Hii inamaanisha kumaliza vizuri. Somo la leo sasa linasemaje? Somo la leo limesema Mungu ataondoa machozi. Nini sasa maana ya kuondoa machozi? Tusome hili fungu moja, tuendelee kusoma somo letu. Katika kitabu cha Ufunuo 21, hii sura ya 21 na 22 ni sura za mbinguni, kama ilivyo sura ya Mwanzo 1. Sura ya kwanza na ya pili ni sura ambayo dhambi haipo, na kwa hiyo hakuna maombolezo, kwa hiyo hakuna machozi, na kwa hiyo hakuna tena kuona kundi la watu wenye huzuni. Kwenye Mwanzo 1 na 2 Biblia inasema kulikuwa na furaha katika maeneo ya Mesopotamia, eneo ambapo Eden ilikuwepo, ambapo mito miwili Euphrates na Tigris ilikuwa inaungana. Kulikuwa na furaha ya pekee eneo la Mesopotamia, ambapo maana ya Mesopotamia ni twins of two rivers. Hii mito miwili ilikuwa inaleta furaha, ilikuwa inaleta amani na bubujiko. Kwa hiyo hakukuwa na maombolezo. Baada ya kusogea gharika iliposogea sana, karibu na miaka 2000 kutoka Adamu, gharika iliposogea, Mungu aliichukua Eden, akaihamisha, akaipeleka mbinguni. Na kwa sababu hiyo, ile furaha ya Mwanzo 1 na 2, sura ya 3, mwanadamu ametenda dhambi. Mwanadamu anapotenda dhambi anaondolewa Eden. Na sasa Biblia inakiri hivi, yeye mwalimu wa Galilaya, Yesu Kristo aliyekuja kuishi hapa duniani, atafuta kila chozi. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya kufuta kila chozi? Kumbe anamaanisha kwamba siku ya leo tunapokutanika hapa, hatujakutanika kwenye sherehe.
Though kwa Kiingereza it is a funeral ceremony. Ni kweli ni sherehe ya mwenzetu kulala, lakini kwetu sisi Waswahili huu ni msiba. Na kwenye msiba Biblia inatambua, inasema naye Yesu atafuta kila chozi katika macho yao. Anasema hivi, Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena. Nini maana ya kufuta kila chozi? Na ni nini maana ya kusema chozi liwepo? Ni kwamba baada tu ya dhambi mwanadamu amejawa machozi, na kwa sababu hiyo Biblia inatambua kwamba tunaishi katika kipindi cha machozi, kipindi cha huzuni, kipindi cha maombolezo, kipindi cha kuondokewa na wapendwa wetu. Kwa hiyo haijasema tusilie, inamaanisha lia kwa matumaini. Haleluya! Lia katika kulia kwako. Maana kuna watu wengine wanasema usilie, wewe ni mwanaume bwana, wewe unahifadhi tu sumu. Halo, wewe lia. Kama kungekuwa na Wanyakyusa hapa wanajua kulia. Halo, wewe lia, lakini lia ukiwa na matumaini kwamba saa ipo, siku inakuja ambapo wanadamu sisi tutaokolewa. Na hivyo sura ya Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4 ni sura ya mbinguni. Sura hii wanadamu walikuwa wamechukuliwa na Bwana, wamechukuliwa na Yesu, wameenda mbinguni. Baada ya kwenda mbinguni anatuonjesha, anatutambulisha kwamba baada ya miaka 1000 Yesu atakuja. Yerusalemu mpya, mji wa Mungu utashuka kutoka mbinguni. Na sehemu gani utashukia? Mji utashuka kwenye mlima wa Mizeituni, kule kule wenye maili, siku zile hakukuwa na neno kilomita, wenye maili 1500. Huu mji unaposhuka wa dhahabu, yeye anasema wakati unashuka, neno fungu hili linatimia, anasema yeye anasema atatuondolea machozi. Kwa nini atuondolea machozi? Hapo ndipo itakuwa mwisho wa dhambi. Maneno yafuatayo yamenukuliwa na mwandishi, anasema hivi: naye Mungu atafuta kila tokeo la machozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena. Kitabu hiki cha Ufunuo kinaposema kinamaanisha hivi, dhambi itashughulikiwa. Kinamaanisha hivi, shetani ataangamizwa. Kinamaanisha hivi, hukumu ya mwisho itakamilika. Kwa hiyo hapa Yohana anazungumza hivi, maumivu, huzuni, kifo havitakuwako tena. Kwa kuwa hiki kilio kinachotusababisha tulie hata leo, hakutakuwa na kilio wala vilio vya maombolezo, vitaondolewa. Mungu ataondoa tokeo la machozi. Mungu mwenyewe ndiye atafuta machozi. Yaani ataondoa nini? Ataondoa ukaribu wowote wa huzuni. Kwa hiyo hakutakuwa na kundi hata moja linaloomboleza. Kwenye Zaburi 56 mstari wa 8 anasema, wewe umehesabu kuhamahama kwangu, uyaweke machozi yangu katika kiriba chako. Ngoja nirudie. Zaburi 56 mstari wa 8 anasema, wewe Bwana umehesabu kuhamahama kwangu, uyaweke machozi yangu katika kiriba. Kiriba ni kile ambacho wakati mwingine tunapandia miti, lakini viriba vile vinazungumzia kama kifaa, kachombo. Maana yake Mungu hukinga thamani ya machozi, hata yale ya moyoni. Kwa hiyo kama mtu ana huzuni, kama siku ya leo tulivyo na huzuni, Bwana mwenyewe hukinga machozi yetu. Lakini hakuna machozi ya msiba, hakuna upweke au maumivu
yanayopotea bure. Kwa hiyo rafiki yangu uliyeko hapa, mimi na wewe tunaomboleza. Hakuna huzuni ambayo Bwana hata inotice. Hakuna maombolezo ambayo Bwana hata yaona. Mungu hajapuuzia hata tone moja la machozi ya watoto wake. Farijianeni kwa maneno hayo. Haleluya. Mungu hawezi kupuuza. Kuna mtu mwingine anaweza kamarginalize. Kuna watu wengine wao wanajikita katika historia za watu, wanatunza kumbukumbu mbaya. Mungu hawezi kufuta machozi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi. Lakini kingine, wala mauti haitakuwepo tena. Kifo ni adui wa mwisho. Atatangazwa katika Wakorintho wa kwanza 15:26. Leo tunahuzunika, lakini kifo kitafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki zangu, ingetokea, ngoja nikuulize, ingetokea siku moja katika dunia hii watu kadhaa wakawa hawafi, alafu wengine tunakufa, ninaona tungejipendekeza sana kwenye hilo kundi. Lakini Mungu ameahidi na ana tangazo lake kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima, mwanzo na mwisho. Ameahidi kutufuta maombolezo tulionayo. Kwa hiyo haya matangazo, kwa mtazamo wa neno la Bwana, wafu wamelala usingizi, hawana sehemu. Na tusije tukasema kama wale wengine wanaosema kwamba watu wanaenda mbinguni. Wafu wamo makaburini, wanangoja. Daudi yuko kaburini hata leo. Suleimani yuko kaburini hata leo. Hezekia pamoja na kutenda mema yote yale yuko kaburini. Na nataka nikwambie zaidi, hata yeye aliyemzaa Yesu, mkombozi wa ulimwengu, Mariamu yuko kaburini, anangoja na yeye atafufuliwa na Yesu. Kwa hiyo nataka niwaambie, wafu wanalala. Tutalala tukimngoja Bwana. Kwa hiyo hakuna mateso baada ya kifo, ila kuna ufufuo. Ufufuo uko karibu na ni kwa sauti ya Yesu. Yesu atakapokuja hii mara ya pili tunayomngoja, katika Mathayo 5:28 anasema atawatuma malaika zake, wataita kila jina, watasema Martha, watasema jina la Daniel, watataja majina ya watu kwa jina la mtu. Kila mtu ana malaika zake, ana malaika wake, watakuita utoke kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, maliza vizuri. Maliza vizuri. Jambo zuri sana. Ishi vizuri na watu. Mwendo wako umalize vizuri. Usimalize kama mchawi. Maliza vyema. Bwana Yesu asifiwe. Linda imani yako kuliko kitu chochote. Mtu mwingine asikuconfuse. Wewe you have a long way to go. Tazama mbele, mwangalie Yesu. Yeye ndio mwenye destination yako. Anajua mwisho wako. Haleluya. Jitahidi kumaliza vizuri. Kwa hiyo atatufuta machozi. Nini maana ya kufuta machozi? Ataondoa kumbukumbu za shida za hapa duniani. Ikiwa uko mbinguni alafu unakumbuka kitu ambacho tutakikumbuka, tutakumbuka kwamba tuliteseka. Tutakumbuka kwamba tulikuwa tunapitia shida. Tutakumbuka kwamba wakati mwingine tulikuwa tunataka tule vizuri lakini inashindikana. Tutakumbuka kejeli za watu. Tutakumbuka waliokuwa tukatisha tamaa. Lakini tutakapofika mbinguni, kumbukumbu ya kwamba kweli tuliteseka lakini hatuna maumivu yoyote tena. Bwana Yesu asifiwe. Atatusahaulisha shida zile. Kingine katika somo la leo tunapokuwa tukiendelea, kingine, mwandishi mmoja wa vitabu anaitwa Ellen White anasema, kwa sauti ya mwana wa Mungu watakatifu waliolala makaburini wataamushwa. Kwenye kitabu kinaitwa The Desire of Ages, ukurasa wa 787 anasema kwa sauti kubwa atatuamsha. Atakapotuamsha ile siku, yeye hatashuka chini. Aliishia hewani. Alafu malaika wakawa wanachukua na hivyo kutakuwa na wingu kubwa. Fikiria kuanzia Adam mpaka sasa hivi malaika wanangoja orodha ya watakatifu, wanangoja orodha ya wacha Mungu. Kwa hiyo tutachukuliwa kwenda mbinguni. Ila siku ile
baada ya miaka 1000 kwa mujibu wa sura ya 21 ya Ufunuo. Kwa hiyo hapa anamaanisha hivi, baada ya miaka 1000 mji unashuka, na unaposhuka anakuja kutumilikisha hapa duniani. Hii dunia itafanywa kuwa makao makuu, itasafishwa. Sio kwamba atarekebisha, atareform, atatengeneza upya, new thing. Ataanzisha serikali mpya, alafu mimi na wewe tutakuwa wakufunzi, tukiwa tunaenda katika sayari mbalimbali. Wanashangaa namna ulivyokuwa unashinda dhambi, wanashangaa namna ulivyokuwa mshindi, umejaa nyota. Mtumishi wa Mungu kwa matendo yake, kama alitenda mema vizuri mpaka mwisho, watu watatembea na nyota zao wakifundisha dunia, wakifundisha malimwengu juu ya jinsi ambavyo Bwana alitukomboa. Ninapokuwa nikimalizia, maneno yafuatayo yanasema, Mungu ataondoa huzuni, ataondoa maumivu, ataondoa maombolezo. Kutengana kwa muda mfupi kutamalizika, hatutaachana tena. Leo hapa tumekutana, hatufahamiani, lakini kule hatutatengana milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema, wapendwa, leo machozi yanatiririka kwenye mioyo, mioyo inauma, lakini ahadi ya Mungu inasema, kaa imara, simama imara, yeye ni hakikisho la wenye haki. Swali lako ni hili: je, kwangu mimi nimetiririsha machozi muda mrefu hivi, je, anakumbuka kweli? Hakuna chozi ambalo litadondoka bila kulihesabu. Wewe mama ambaye unahangaika na mambo mengi, changamoto zimekupitia, baba, mama, uko katika kipindi kigumu sana, hata unaona hakuna maana ya kuishi, Yesu yupo. Haleluya. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Omboleza, lia, huzunika, lakini bado kuna tumaini lenye baraka. Asubuhi njema inakuja. Je, uko tayari kuwa sehemu ya waliokombolewa siku ile? Leo ni wakati wako. Mkabidhi Yesu maisha yako. Yeye anashikilia tumaini la ufufuo. Ndiye mwenye funguo za kuzimu, ndiye mwenye funguo za uzima wa milele. Yeye anasema kuishi kwa maandalizi ya kukutana naye tena. Huyu mwandishi anasema, kwa wanaompenda Yesu, kifo ni usingizi tu wa muda mfupi. Najua hata wewe ukilala huwa ufahamu, labda ukilala ule usingizi wenye shida ndio hulali vizuri, lakini kifo hiki hakina shida, hauhesabu gharama. Kwa hiyo waliolala, kifo ni usingizi. Baba wa mbinguni aione familia hii. Baba wa mbinguni alione kanisa lake. Tufarijiane kwa kuvutana mikono, kushikana mikono. Wale ambao wameumizwa, liko tumaini, na hili tumaini tunalimaliza kwa kusema, yeye ambaye ni mwamba aliahidi atakuja. Na kwa vile atakuja, wimbo namba 180 utaimbwa. Kwenye kuimba, tafakari kwamba lazima nijitahidi, nisalimishe nafsi yangu, nikabidhi funguo za maisha yangu kwake. Yeye atakapokuja atanifufua. Wangapi wanasema, naweka maisha yangu kwa Bwana, naweka maisha yangu kwa Mungu? Weka kwake. Kwa mwanadamu hakuna faraja, weka kwake. Wimbo namba 180, wale waimbishaji watakuja hapa, watakapokuwa wakiimba. Mwisho wa hii hotuba, tunapokuwa tukimaliza, Pastor Kianza atakuja kutuombea kwa ajili ya kufunga hotuba hii. Njoni sasa wale waimbishaji, tunaposimama kuimba huu wimbo namba 180. Namba 180. Ameahidi atakuja, atafuta kila chozi. Yerusalemu mpya itashuka kutoka mbinguni, na itakaposhuka tutakuwa tumeketi kando kando ya bahari ya kioo. Tutakuwa katika mji wa Mungu, tumeshikilia majani ya mitende, tukishangilia wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jitahidi ufike pale, jitahidi usikosekane.
nami nijitahidi, machozi yetu atayafuta. 180. Naomba sasa tusimame. Twapaona kwa mbali sana, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kwa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale, kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ishie milele zote, Mungu ambaye ni muumbaji wetu na pia mkombozi wetu, jina lako takatifu litukuzwe. Tunakushukuru sana siku ya leo kwa sababu imekupendeza tuwepo hapa katika kanisa lako kwa ajili ya tukio hili maalum. Asante kwa sababu ya neno la faraja kutoka kwa mtumishi wako. Baba yetu mwema, licha ya majonzi, licha ya huzuni, licha ya vilio, lakini tunapata faraja kwamba liko tumaini ng'ambo ya kaburi. Baba, tusaidie tunapokuwa katika hali hii ya majonzi, tujitafakari kila mmoja wetu, tujichunguze kwamba ipo siku maisha yetu yatakoma, na yatakoma tukiwa upande gani. Tusaidie kuishi maisha matakatifu, tusaidie kukuweka wewe wa kwanza katika kila jambo katika maisha yetu, tusaidie kukuamini, maana yeye anayekuamini japokuwa atalala atakuwa akiishi. Katika tukio hili la pekee na kwa ajili ya neno lako, kila mmoja aliyefika katika viwanja hivi apate uzima wa milele. Napoendelea na huduma hii siku ya leo, tunahitaji amani yako itamalaki, faraja ya Roho Mtakatifu ikawe na kila mmoja wetu, na shughuli zote zifanyike kwa utukufu wa jina lako. Baba, kuwa pamoja nasi, na hata hatua nyingine itakapokuwa ikiendelea, endelea kutusimamia,
endelea kutushika na mkono wako ulio hodari, endelea kututia nguvu na matumaini, ukatusaidie kustahimili, lakini kufanya maamuzi ya kuwa upande wako. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Basi tunashukuru mchungaji kwa neno hilo ambalo limegusa mioyo yetu na kuendelea kutupatia tumaini. Wakati huu nitakaribisha kama kuna msemaji wa familia ambaye anaweza kawa na neno la shukrani. Wakati huo pia mzee wa kanisa kutoka Ukonga naye atakuja kusema maneno machache ya shukrani, na baada ya hapo tutakuwa tunaenda kwenye hatua ya kuona mwili kwa mara ya mwisho, na mwisho kabisa tutakuwa tunaanza safari ya kuelekea Chanika ambako ndiko palipoandaliwa mahali pa kumpumzisha mama yetu Weja. Karibishe kama kuna msemaji kutoka kwa familia huenda na neno la shukrani. Karibu. Asante sana. Wazee wa kanisa, wachungaji na waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa niaba ya familia ya marehemu Martha Weja. Mimi nimetokea Arusha leo. Wakati napanda ndege pale Kilimanjaro, nilikuwa na tafakari, hivi nitakapofika kwenda kumwaga huyu mama nitasema neno gani? Kwa sababu mwaka 1972 yeye wakati ndo amekuja Dar es Salaam na mimi ndo nilikuwa nakuja Dar es Salaam, naye akanipokea. Ndugu zangu waombolezaji, huyu mama alikuwa mama wa ajabu sana. Alikuwa mama mkarimu sana. Naamini ukiondoa wale wadogo, lakini ambao walika wangu na yeye waliona jinsi huyu mama alivyohangaika na watu waliotoka kanda ya Ziwa. Aliwapokea vizuri sana. Wakati anakaa pale Ukonga, hizi nyumba za hapa chini, quarters zile, Wasukuma wengi tulimkimbilia na alitupokea. Wakati mwingine tulikuwa tunafika hata 8, 10, 12 pamoja na watoto wake 11, lakini huyu mama alitupokea. Kwa hiyo nikasema kwa kuwa nimepata nafasi ya kuyazungumza, basi nimshukuru marehemu mbele ya umati huu kwamba na mimi alinibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, basi kwanza mimi naitwa Emmanuel Mataruma, niko Dar es Salaam, ingawa kikazi niko Arusha kwa sasa hivi. Lakini sema neno moja, tumefarijika mno kuwaoneni majirani, wachungaji, watu wa malika mbalimbali kuja kutufariji na kutupa kila aina ya sapoti ili tuhakikishe kwamba mama yetu huko tunakompeleka Chanika tunampeleka akiwa na furaha. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu awasimamie sana. Na sisi kama familia tunawapenda sana. Mmetubeba. Bila nyinyi pengine hata hii hali tusingekuwa nayo leo. Lakini kwa sababu mlitukimbilia, na sisi tunasema Mungu awabariki na asanteni sana.
Jambo la kuongezea tu ni kwamba kuanzia baada ya kutoa heshima za mwisho tutampeleka Chanika. Tunayo magari ya kuwabeba ili twende tukashuhudie mama anakokwenda kulala, na baada ya hapo tutarudi nyumbani kwa ajili ya kumaliza Tanga. Mungu awabariki wachungaji wangu, Mungu awabariki wazee wa kanisa na wote waliofika kwa ajili ya kumaga mama yetu. Asanteni sana na tuwe na imani ya Bwana Yesu. Amen. Asante mzee Mataluma. Karibu mzee wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu sana kwa hatua hii. Tunapokuwa tukielekea mwisho wa ibada hii, kwa niaba ya kanisa la Waadventista wa Sabato Ukonga, nipende tu kuwashukuru wote ambao wamejumuika kwenye tukio hili la kumwaga mama yetu. Niwashukuru sana marafiki, ndugu na jamaa mliotoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Lakini niwashukuru tu wale washiriki wa kanisa la Ukonga ambao wamekuwepo tangu msiba ulipotokea kwa ajili ya kufariji familia, kwa sababu katika vitabu wanasema huo ndio Ukristo wa kweli, kuwakimbilia wale wenye shida na kuwa pamoja nao. Nizidi kuwapa pole familia. Sisi washiriki na viongozi wa kanisa la Ukonga tutaendelea kuwa karibu na familia kwa wakati wote ambapo mtakuwa kwenye maombolezo, na tunawakaribisha wale ambao wanatoka sehemu mbalimbali kuja kushiriki na sisi ibada zetu za Waadventista wa Sabato hapa kanisani. Na kwa niaba ya kanisa tunayo rambirambi ambayo tumeiandaa kwa ajili ya familia. Ninaomba muhusika ambaye familia wanamweka special kwa ajili ya kupokea hizi rambirambi, naomba asimame ili mshiriki wa kanisa aende akampatie hiyo rambirambi ya kanisa. Ninajua bado tunakusanya, tutakutana tena wakati mshatoka kiwa kule nyumbani, tutaleta itakayokuwa imekusanywa. Lakini kwa sasa naomba mwakilishi wa familia aweze kusimama, aweze kupokea. Basi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba uwe nasi sasa mpaka tutakapomaliza shughuli hii, na kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Asante Elda Masanja. Naomba niwaelekeze utaratibu utakavyokuwa. Kimsingi kinachoenda kufanyika ni ratiba ya kuona mwili kwa mara ya mwisho, na sio heshima kama wengine wanavyotafsiri. Ni tendo tu ambalo tunalitenda, na tunapohitimisha ibada hii pia litafanyika. Tutaanza na wachungaji, kwaya itakapokuwa ikiimba, Ukonga kwaya. Wachungaji watapita kwa familia na kuwatia moyo, na kisha wataona mwili na kwenda. Wengine wote tutaanza na watu wa nyuma ambao watakuja upande huu, watapita na watakuwa wakifuata hivyo hivyo, na mwisho kabisa watu wa mbele na upande huu nao mtapita kwa formula hiyo hiyo, na mwisho familia na kisha kwaya. Na zoezi letu naamini litaenda kwa haraka
na kila mmoja atashiriki ratiba hii. Hivyo basi nialike Ukonga Kwaya, njooni mjipange tunapoenda katika ratiba hii ya kuona mwili katika hatua za mwisho kabisa katika safari ya kwenda kumpumzisha mama na bibi Martha Weja kwa mapenzi ya Mungu. Na niwaombe mara baada ya tukio hilo, watakao kuwa wamemaliza magari ama usafiri kuelekea Chanika yapo mahali hapa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ulikuja hapa kanisani, utatumia usafiri huo huo kuelekea Chanika kwenda kaburi ambapo limeandaliwa. Kwa hiyo niwaalike jambo hili tulifanye, na Mungu awabariki sana. Tangu kuwekwa misingi ya dunia, yeye alishakuwepo. Karibuni wachungaji. Akielewa hakika ya kwamba wewe nawe utakuwepo. Uyaonayo hapa duniani ijapo yawe magumu, Mungu mwenyewe alishahidi mlango wa kutokea. Tuliza moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Bwana. Mungu mwenyewe alishahidi mlango wa kutokea. Tuliza moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Bwana. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu, iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu, iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita.
uwezo wake yeye washinda yote uwazayo mwanadamu. Asante, naomba tuanze sasa kuja upande huo mlionyanyuka. Njoni. Uvae nini ama ule nini, yote yeye ayajua. Alfa Omega, mwanzo na mwisho, ndiye akusihi mwenzangu. Ulinde moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Yesu. Alfa Omega, mwanzo na mwisho, ndiye akusihi mwenzangu. Ulinde moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Yesu. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Asanteni kwaya, tutaendelea kuimba. Karibuni. Kuwekwa misingi ya dunia, yeye alishakuwepo, akielewa hakika ya kwamba wewe nawe utakuwepo. Uyaonayo hapa duniani ijapo yawe magumu, Mungu mwenyewe alishahidi mlango wa kutokea. Tuliza moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Bwana. Mungu mwenyewe alishahidi mlango wa kutokea. Tuliza moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Bwana. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko
iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Uwezo wake yeye washinda yote uwazayo mwanadamu. Kwa kinywa chake alishatamka ya kesho, usisumbukie uvae nini ama ule nini, yote yeye ayajua. Alfa Omega, mwanzo na mwisho, ndiye akusihi mwenzangu, ulinde moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Yesu. Alfa Omega, mwanzo na mwisho, ndiye akusihi mwenzangu, ulinde moyo ewe mwanadamu, utulie kwake Yesu. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Mwanadamu uliye chini ya jua, yakupasa ukae ukifahamu. Iko siku utalala mavumbini, ukae ukifahamu. Heri tukichagua ufalme wa milele kuliko kuhangaika na dunia haya yanayopita. Kwa nini uwe na shaka ndugu, mbona wavunjika moyo? Kuna tumaini kwako uliyechoka, usikate tamaa. Mlilie Mungu wako ndugu, atasikia kilio chako siku zote, atakuwa karibu kwa imani, asikia. Kwa nini uwe na shaka ndugu, mbona wavunjika moyo? Kuna tumaini kwako uliyechoka, usikate tamaa. Mlilie Mungu wako ndugu, atasikia kilio chako siku zote, atakuwa karibu kwa imani, asikia. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka, usimchinje mwana wako badala
siku uendako ndugu, tangaza imani yako. Wasiomjua Mungu wa kweli waone matendo mazuri. Kwa imani watu wengi ndugu, wataona utukufu wake Mungu anapoinuliwa juu. Nuru itawashukia kila siku uendako. Familia, karibuni. Tangaza imani yako. Wasiomjua Mungu wa kweli waone matendo mazuri. Kwa imani watu wengi ndugu, wataona utukufu wake Mungu anapoinuliwa juu. Nuru itawashukia. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote. Kwa nini uwe na shaka ndugu? Mbona wavunjika moyo? Kuna tumaini kwako uliyechoka, usikate tamaa. Mlilie Mungu wako ndugu, atasikia kilio chako siku zote. Atakuwa karibu kwa imani, asikia. Kwa nini uwe na shaka? Kwa nini uwe na shaka ndugu? Mbona wavunjika moyo? Kuna tumaini kwako uliyechoka, usikate tamaa. Mlilie Mungu wako ndugu, atasikia kilio chako siku zote. Atakuwa karibu kwa imani, asikia. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Kwaya, tunaweza tukapita. Alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako, badala yake tazama kondoo. Usiwe na shaka tena, Mungu ni mwema siku zote.
washukia. Kila siku uendapo ndugu, tangaza imani yako. Wasio mjua Mungu wa kweli waone matendo mazuri. Kwa imani watu wengi ndugu, wataona utukufu wake Mungu anapoinuliwa juu. Nuru itawashukia. Tumaini lako liko kwa nani? Tazama wazee wa imani zamani. Ibrahimu alimtoa mwanae bila shaka. Usimchinje mwana wako baada yake, tazama kondoo. Usiwe na shaka tena. Asanteni nyote kwa namna ambavyo tumeshiriki. Sasa tutakuwa tunajiandaa kuelekea Chanika, na wakati huu niombe wale watu maalum walioandaliwa na wamevaa tisheti nyeupe. Mara baada ya kufunika mwili, mtakuwa mkisaidizana kubeba mwili na kuupeleka kwenye gari yake maalum kwa ajili ya kuelekea Chanika. Mungu awabariki. Wengine tunaweza tukaanza kujongea ama kuingia kwenye vyombo vyetu vya usafiri kuelekea Chanika kwa ajili ya kumpumzisha mpendwa wetu. Mungu awabariki sana. Ni washukuru nyote tuliohusika katika ibada hii. Ni washukuru pia watu wa media, Ukonga Media, kwa kuendelea kurusha matangazo na ibada hii mubashara. Mungu awabariki sana. Asanteni, na huu ndio mwisho wa ibada hii tunapoelekea katika makaburi. Siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa. Anarudi mavumbi kule alikotolewa. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake si nyingi, tena zimejaa taabu na mahangaiko mengi. Leo huchanua kama ua, kesho yake hunyauka tu. Anarudi mavumbi kule alikotolewa. Anarudi mavumbi kule alikotolewa. Kaburi yote haya tutayasahau, maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena. Maumivu tunayopitia, Bwana atakapotujia, tutaishinda mauti. Kifo hakina nguvu tena. Lakini tusivunjike moyo, maana bado lipo tumaini, ng'ambo ile